Bwana, karibu tena katika taarifa za burudani kutoka nje na ndani ya Tanzania. Huko kuna suala ambalo linashika sana vichwa vya habari wiki hii. Ni harusi ya kifahari ya msanii wa R&B Juma Jux pamoja na mrembo kutoka katika tasnia ya Nollywood, yani Nigeria, anayetambulika kama Priscilla Ojo. Imekuwa ni gumzo sana mtaani pale, si kwa uzuri wa harusi hii tu, bali kwa kuwepo kwa mastaa mbalimbali ambao walivalia sare black and gold mithili ya tamasha la Met Gala. Wakati mastaa kibao wakifurika kwenye ukumbi wa kifalme, akiwemo Diamond Platnumz pamoja na Zuchu, Jinako Warawara, Mario, Toto Badi, Posh Queen, Rayvanny Chui, Messi Agbe na mastaa wengine kutoka Bongo pamoja na Nigeria. Macho ya mashabiki yalikuwa yakitafuta sura mbili, Harmonize pamoja na Alikiba wako wapi? Sasa minong'ono mitandaoni na kwenye meza za burudani ni kwamba labda ukaribu wa Jux pamoja na Diamond Platnumz ndio sababu kubwa zaidi. Watu wanasema kwamba game ya Bongo Flava imekaa kwa makundi sana, na Juma Jux naye anaonekana kujiweka upande wa Diamond Platnumz kwa asilimia kubwa sana, yani asilimia 100 yupo kwa Diamond Platnumz. Sasa wanaona haya makundi ambayo yanawekwa Jux, inawezekana ni ngumu sana kuwa na ukaribu na Harmonize pamoja na Alikiba kutokana na ule ukaribu wake na Diamond Platnumz, kwamba Diamond Platnumz yupo mbali sana na hawa watu Alikiba pamoja na Harmonize. Tukumbuke kwamba Jux pamoja na Diamond Platnumz walishawahi kufyatua banga ya Enjoy, na urafiki wao umeendelea kukua kwa asilimia kubwa sana hadi kufikia hatua ya kwamba Diamond Platnumz kuwa best man katika usimamizi katika harusi ya Jux. Tunaona kabisa kwamba kuna kipindi fulani hivi hapa katikati ambapo Diamond Platnumz alikuja akawa best man, yani yule rafiki wa karibu kabisa wa bwana harusi ambaye anakuepo pembeni kabisa bwana harusi akiwa pale Nigeria alipoenda katika harusi ya Jux pamoja na Priscilla. Tunamuona kabisa kwamba Diamond Platnumz, ukiachana na brand yake ilivyokuwa kubwa, ukiachana na ubize wake, aliweza kufunga safari kutoka hapa nchini Tanzania na kutenga muda kabisa kwenda pale nchini Nigeria kwa ajili ya kumsupport Juma Jux. Lakini kwa upande wa pili, Harmonize pamoja na Alikiba wanaonekana kuwa na chemistry nzuri sana, chemistry pamoja mara kadhaa wakionyesha ukaribu wao waziwazi kabisa. Sasa mashabiki wanajiuliza kitu kimoja, je, hawakualikwa ama waliamua tu kupotezea kwa heshima? Wala hakuna tamko rasmi kutoka kwa Harmonize, Alikiba wala Jux, lakini ukweli ni huu: kutokuwepo kwao kwenye harusi, tukio kubwa kama hili, kunaacha maswali yasiyojibika, ukizingatia kwamba wanahudhuria sherehe nyingine ikiwemo birthday ya mtoto wa Paula na Mario iliyofanyika juzi tu hapa. Japokuwa wengine wanasema kwamba labda ilikuwa ratiba zao za kazi zilikuwa zimebana sana, wengine wanasema kwamba uswahiba unachagua nani anakula pilau, bado hakuna jibu kamili. Ila ukweli ni kwamba game ya Bongo Flava ni zaidi ya muziki, ni sanaa za udugu, urafiki pamoja na mikasa ya chini kwa chini. Hebu tuambie hapo kwenye uwanja wa comment, unadhani kwa nini mastaa hawa hawajaweza kuhudhuria katika harusi ya bwana Jux? Ni kitu gani ambacho kiliweza kuwazuia? Je, inawezekana ni chemistry ya Jux pamoja na Diamond Platnumz? Inawezekana ni haya makundi ambayo yapo katika game ya Bongo Flava? Stay tuned kwa taarifa za moto zaidi kuhusiana na burudani. Ulikuwa na mimi Jitu One Time, Jitu One TZ Official Genius, na hii hapa ni Jitu Media.